Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, ujambo na karibu kujiunga nasi tena katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nasema karibu tukupashe upate kufahamu kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini ambako hali ni tete mchana wa leo kati ya wahasi wa AFC M23 na wazalendo wakiwasaidia jeshi la taifa FARDC. Mpendwa msikilizaji, tunayo kazi moja, ni kuweza kukupasha kufahamisha yote yanayojiri sehemu mbalimbali hususan uko kwenye uwanja wa vita. Hivyo kazi ni moja, ili uendelee kupata habari hizi, hakikisha kwamba una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida na apate kufahamu kile kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo siku ya leo tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025. Miongoni mwa taarifa kuu tulionayo mchana wa leo ni kwamba mapigano ya ghafla imeripotiwa kati ya jeshi la wahasi wa AFC M23 na vikosi vya FARDC wakisaidiwa na wazalendo uko kwenye uchifu wa Ngweshi wilayani Walungu mkoani Kivu Kusini. Lakini pia tutajelekeza huko jimboni Kivu Kaskazini ili tupate kuletea matokeo rasmi ya mapambano ambayo yameripotiwa hiyo jana tarehe 18 Novemba mwaka wa 2025. Kuna hayo na mengine mengi mpendwa msikilizaji, ni kwenye taarifa yetu hii ya mchana wa leo. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Mimi ni Ramsehi Ramadhan. Na moja kwa moja natumai kwamba utakuwa salama usalimini, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za mchana wa leo na habari kutoka uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini tarafani Walungu, ambako mapigano ya ghafla kati ya majeshi wa wahasi wa AFC M23 na vikosi vya FARDC pamoja na makundi ya kujitetea wazalendo yameripotiwa kuibuka mapema ya asubuhi ya leo kuanzia saa 11:50 za asubuhi katika maeneo mbalimbali ya uchifu wa Ngweshi wilayani Walungu mkoani Kivu Kusini. Mashuhuda wanasema kwamba katika maeneo ya Mugogo karibu na sehemu itwayo Tubuje, msafara wa wajeshi wa AFC M23 walikutana ghafla na wapiganaji wa wazalendo, jambo lililosababisha kurindima kwa risasi kwa muda mrefu. Mapigano hayo yamesababisha hali ya tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji ambao wamejikuta wanakimbilia mafichoni kwa ajili ya kuweza kujilinda maisha yao kutokana na tamruki hiyo kubwa ya mapambano kati ya pande hizo mbili. Wakati huo huo, uko Walungu Center, wakahaji wameripoti kusikia milipuko ya silaha nzito na nyepesi, hali inayoashiria kupamba moto kwa mapambano kati ya pande hizo mbili. Na upande wa wakahaji wa maeneo ya Kaniola wanasema kuwa kuanzia saa 11 alfajiri kumekuwa na milio ya risasi mfululizo, jambo lililowatia hofu kubwa na kusababisha watu kushindwa kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa sasa hali ya usalama inaendelea kuwa tete kiasi kwamba ni vigumu kusafiri kutoka Walungu kuelekea Bukavu kupitia barabara ya taifa nambari 2 na hivyo kutoka Bukavu kuelekea Walungu. Wasafiri na wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari kubwa na ikiwezekana kusitisha safari hadi taarifa zaidi za uthibitisho wa usalama zitakapotolewa na umoja na pande za mamlaka. Kwa mujibu wa wanaharakati wa kiraia walioshuhudia matukio haya siku ya Jumatano tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025, mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo na hakuna taarifa rasmi zinazotolewa kuhusu idadi ya watu waliojeruhiwa au hatari nyingine za kibinadamu. Hiyo ni kutokana na ni vigumu kuweza kufika sehemu ya tukio mpaka sasa tarehe 19 ni katika majira ya mchana kabisa, ndipo mapambano yameendelea kupamba moto huko katika wilayani Walungu ndani ya uchifu wa Ngweshi kati ya wahasi wa AFC M23 na vikosi vya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo. Ni tangu tu kuwekewe saini ya kutafuta mbinu ya kusitisha vita mashariki mwa DRC ndipo mapambano yamezuka kwa kasi kubwa sana maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini,
Wahasi wakiwa na lengo ya kusonga mbele na kupanua maeneo yao, kudhibiti maeneo mengine mengi mashariki mwa DRC, huku vikosi vya jeshi la taifa FARDC nao vimeamua kuzima mashambulizi hayo kwa lengo la kuwazuia wahasi kusonga mbele. Yote haya yanajiri huku kukiwa saini ya kusitisha vita ambayo ikiwa saini huko Washington, huko Doha kumrazi, kati ya pande hizo mbili. Walikubaliana kusimama na kutafuta mbinu za kuweza kusitisha vita, lakini kwenye uwanja wa vita hali bado ni tete, mpendwa msikilizaji, kitu ambacho kinapelekea watu kushindwa kuelewa ni kipi kitakuja kutokea. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanasema ya kwamba DRC isitegemee kupata uhuru aidha kupata ushindi katika njia ya uko Doha aidha Washington, kwa sababu waasi wanatumia mbinu ya kwenda kwenye mazungumzo wakiwa na lengo ya kuchukua udhibiti wa maeneo mengine mapya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita na tunaendelea kuzifuatilia kwa kina ili tukupate kuletea taarifa rasmi hapo baadaye kuhusu ni wanani ambao wameweza kuchukua udhibiti wa eneo hilo, ambako mpaka sasa bado ni vigumu kupata taarifa rasmi kuhusu kile ambacho kinaendelea kati ya vikosi vya wazalendo wakiwasaidia FARDC, lakini pia wakipambana na vikosi vya wahasi wa AFC M23. Na kusihi tu kuwa nasi ili uendelee kupata taarifa zetu za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika huko kwenye uwanja wa vita. Na tukitoka huko jimboni Kivu Kusini moja kwa moja tuangazie taarifa kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini mkoani tarafani Walikale, ambako kumekuwa na hatua mpya za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako wahasi wa AFC M23 wamepokea msaada mwingine mkubwa wa wapiganaji na silaha katika eneo la Mpeti ndani ya kijiji cha Banakindi, kundi ndogo ya Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka maeneo hayo, inasemea kwamba malori yalikuwa yakibeba wapiganaji na zana za kivita yaliwasili siku ya Jumatatu na Jumanne katika eneo la Minjenje karibu na Mpeti. Safari ya magari hayo ilisimama hapo kutokana na kukosekana kwa daraja lililokuwa linahitajika kuvuka mto katika eneo hilo. Hata hivyo, wapiganaji hao waliendelea na miguu hadi kufika Mpeti, kituo kikuu cha wahasi katika maeneo yanayozunguka mji wa Pinga. Inaelezwa kuwa msaada huu mpya umetoka maeneo ya Kichanga, Mweso na Kalembe, na lengo kuu kulingana na wachambuzi wa eneo hilo ni kusaidia kuandaa mashambulizi kumrazi dhidi ya mji wa Pinga, eneo la kimkakati ambalo wahasi wamekuwa wakilihitaji kwa miezi kadhaa kulidhibiti. Viongozi wa jadi wa maeneo hayo wanaeleza wasiwasi mkubwa kuhusiana na hatua hizi za kijeshi, hasa wakati huu ambapo makubaliano ya Doha yalitiwa saini kati ya serikali na wahasi yanapaswa kuanza kutekelezwa kwa ajili ya kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Viongozi hao wanatoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuwa makini zaidi na kuongeza uangalizi wao, wakisema kuwa harakati hizi za wahasi zinaweza kuhatarisha tena juhudi za kuleta utulivu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yani licha ya mikataba, licha ya mbinu za kutafuta amani huko Washington lakini pia Doha, bado wahasi wa M23 waendelea kuimarisha vikosi vyao huko kwenye uwanja wa vita kwa lengo moja la kusonga mbele na kuchukua udhibiti wa maeneo mengine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika hali hii ya wahasi kujipanga ipasavyo, huku viongozi na jeshi la taifa FARDC wakiwa wanategemea na kutazamia bado hapo kwenye hatua ya kusitisha vita, mwanamama mmoja ambaye kutaka jina lake kutajwa ametoa tahadhari na amewahimiza wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la taifa FARDC kusimama kidete kwa ajili ya kukabiliana na wala si kutazamia hali ya Doha aiza saini ambazo zimewekewa huko Doha kwa kutafuta mbinu ya kumaliza vita. Mwanamama huyo hapa, msikilize akiwa na ujumbe wake mpana kuhusu mtazamo wake yeye kuhusu kile ambacho inaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Serikali inabamini ikabatoa mpigane. Kwa nini inaenda na sinyema kontrama ya moya ajabu ya kutuingizia mtusi mkongo tena?
Kwa nini inaenda na sinyema kontra ya kutuingizia Batusi Mkongo na inawaamini baba bazalendo? Kwa nini ile siasa yabo ya bongo ya kufanana na kweli mwe musigeuze sasa kwabo ndio ikaonekana bongo kwetu kaonekana kweli? Mulisimama, narudia tena kusema mulisimama territoire tatu ndo roho ya Kongo, ndo Kongo yote ile territoire tatu. Unasikia? Kuanzia Mwenga, Uvira, Fizi ndo Kongo yote. Musidanganyike. Bakongomani mujue Kongo nzima ni territoire tatu tu ndo Kongo. Zingine zote futi. Zingine zote hakuna. Roho ya Kongo ni territoire tatu tu Kongo mzima. Na hizo zikianguka manake ujue mzungu atatawala Kongo mzima, Mtusi na mzungu. Juu Mtusi haendi kwa yeye peke, Mtusi anakamatwa na nchi za kimataifa. Sasa tunaikalia Luyengetu. Leo mkose kutufurahisha. Angalia Leopare ilivyofurahisha watu. Bengine balikunywa mpaka sijui niseme nini. Kwa nini sasa serikali inashindwa kutufanyia kitu cha maana? Baangalie tu ikipe nationale gisi inafurahisha watu. Baba naikalia Luyenge. Leo hii bana hadi Kongo ikifanya vizuri itawapatia mabilioni. Jua nini hiyo mabilioni? Basinge itoa hata basi kwa wazalendo wapigane. Msifungule akili mwe wazalendo mko wapi mweye? Miaka rudi mtakuwa tu banya akili tu ya futi tu. Miaka enda takuwa tu ni territoire tatu ndo zinasimama tu. Zikuwa nasimama tu ni territoire tatu tu. Ndo zitakuwa zinasimama kupigania nchi. Kutaka haki ya nchi. Kwa nini msijifungule kwa hii faso mnafanyiwa? Tunaenda mwaka wangapi leo? Leo inakuwa mwaka ngapi? 2026 tunataka kuingia hapa. Kunabakia miezi ngapi mbele? Tunabakia na mwezi mmoja tuingie 2026. Tuko wapi? Hamfunguli akili mweye. Hamshangale serikali wa ministri banatoka Kinshasa banapitia wapi? Banapitia Burundi. Banashindwa kufanya kitu, serikali inaweza kashindwa kupiga pale Bukavu banani bakoma napitia basi Bukavu. Hata kama mangeacha kwanza province ya Goma. Hata Bukavu bangefanya kwanza kile kitu. Basi avie kwa nashukia Bukavu ili bakuwa nafanya nini? Banashuka sasa Mauvira. Lakini jua bana haya na matumbo na mnaenda kuwapokea banashukia wapi? Burundi. Si haya vitu vya haya. Vitu vya haya. Mnashindwa kujongeza na mweba generali bakubwa benye tunategemea benye mko na majina, mnaenda myo siasa yabo ya bongo ya kufanana na kweli. Kisha mnadanganya generali benye bachini benye abajui kitu, mnaenda kubadanganya tu. Kwa nini? Mutaaibika. Shia baraya tutabatukana mpaka na mwisho na tutabazomea. Tutakofanya tunaona kwenye mko tunabazomea. Kitafika. Juu siasa yenu mnaenda kuingiza kumambo ya siasa ya Kongo ya bongo ya kufanana na kweli. Juu ya nini mnaingia mwe siasa kipumbavu? Na mnajua Kinshasa basaliti ni bengi sana. Mnajua Kinshasa yote mzima. Mnajua Kinshasa yote mzima basaliti ndio wanahala mwile Kinshasa. Mnajua kunjea basoda, generali ya Kongo bote ni basaliti ba mingi. Kuwa ministre vile vile, kuwa depute vile vile. Kwa nini msifungule akili? Mulikuya na moto. Kwa nini msifungule akili? Mnasimama kuingia msiasa sababu za bongo na mama mnakubali. Kulinda mavyeo. Wao kiniambia na mimi nishika bunduki, bali sasa wote Kongo tutashika mabunduki. Ile msaada wetu tunawasaidia, tunawapatia ile sanfra ndo bunduki yetu ile. Tunawapatia mawazo ndo bunduki yetu ile. Tunamwambia muache hivi mkamate hivi ndo bunduki yetu ile. Wakati mimi nakwambia bwana kitu kinapita ni hiki na hiki na kupatia sinyale, hiyo ndo bunduki yangu na mie. Unasikia? Mjiangalie. Mfungule akili kabla kabla 2026 haijafika. Hii mwezi wa 11 na mwezi wa 12 mjikusanye muweke akili fasi mwa tunaenda wapi? Serikali ya Kongo inatubeba wapi? Wakati mnasimama msipoangalia mbele mtashangala. Kisegeti msimlaumu. Narudia kuwaambia Kisegeti msimlaumu. Na sasa tujielekeze huko Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako hali ya usalama imeendelea kuwa tete hasa katika maeneo ya wilayani Masisi
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa moja kwa moja ni kwamba waasi wa AFC M23 wamechukua udhibiti wa vijiji vya Kasheke na Bituma vilivyopo katika sekta ya Oso-Banyungu kuanzia jioni ya Jumanne tarehe 18 Novemba mwaka wa 2025. Hatua hii imekuja baada ya mapigano makali ambayo yalianza mapema asubuhi ya siku hiyo kati yao na vikundi vya wazalendo ambao vilikuwa vikisaidiana na jeshi la taifa FARDC. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema kuwa waasi hao walishambulia kwa nguvu kubwa na kufanikiwa kuwafurusha wazalendo kutoka kwenye ngome zao. Kwa sasa inaripotiwa kwamba waasi wamedhibiti na wanadhibiti kambi zote zilizoachwa na wazalendo katika maeneo hayo mawili. Wazalendo waliokuwa wakipambana wamejiondoa na kuelekea eneo la Kautu ambako wameripotiwa kuungana na jeshi la serikali kwa ajili ya kupanga mkakati mpya wa kurejea na kuendeleza mapambano tena dhidi ya waasi ambao wameyadhibiti maeneo yao ambako walikuwa wakipatikana. Hatari za mapambano haya yamekuwa makubwa sana. Wakaaji wa maeneo hayo wamesema kwamba mamia ya wananchi wamelazimika kuyakimbia makazi yao na kuelekea vijiji vya Waloa Yungu katika wilaya jirani huko Walikale. Hata hivyo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ngumu, kwani wengi walikabiliwa na uhaba wa malezi, chakula na huduma muhimu za kiafya. Asubuhi ya leo Jumatano, hali imeripotiwa kuwa tulivu kwa muda, ingawa ni utulivu wa tahadhari na mapigano yanaweza kurepuka tena wakati wowote. Vyanzo vyetu vinasema kuwa pande zote mbili zimeonekana kujipanga upya na kuwa tayari kwa ajili ya mapambano ambayo muda wote yanaweza kuanza upya, kwa sababu vikosi vya wazalendo wakisaidiana na jeshi la taifa FARDC wanajipanga kwa ajili ya kwenda kurudisha maeneo hayo ambayo yamechukuliwa na waasi wa M23 jana tarehe 18 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita, na hivyo nakusihi kusubscribe channel hii ili uendelee kuzipata kama kawaida. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan, na kusihi kuwa nami tena katika taarifa zetu za hapo baadaye ili upate kujua ni kipi kinachoendelea jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu Kusini. Na kutakia siku njema na amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Kwenye komenti unaweza kutuambia maoni yako ni yapi, na unatufuata kutoka nchi gani, na unashauri nini kuhusiana na kipindi hiki ambako waasi wanaongeza kasi kwa kuweza kushambulia ngome za jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo, huku jeshi la taifa likitazamia kile ambacho nimewekewa saini huko Doha kwamba ndo suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Tuambie una maoni gani? Asante.